si jambo. Kwa majina utuambie wewe ni nani, uko region gani na assembly gani, kisha tueleze unamjua aje mzee Kibisu. Okay. Majina yangu najulikana kama Luvisa Boniface aka Mjumbe, mtetezi wa injili yake Yesu Kristo na mwimbaji hapa ndani ya cluster ya Kiambu. Nimekuja hapa ni kwa ajili ya shughuli ya mwenda zake Alson Kibisu. Alikuwa mtumishi wa Mungu aliyekuwa na moyo safi, moyo mmoja, moyo wa uadilifu, moyo uliokuwa hauna chuki wala kikwazo na mtu yeyote. Jambo nitakalosema kwa mtumishi wa Mungu aliyelala mwenda zake Kibisu ni kwamba katika huduma tumefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Wakati mwingine tumekuwa tukisaidiana katika huduma kitengo cha uimbaji. Kwa hakika kwa sasa nimehuzunika ndani ya moyo, lakini hali hii inabidi tukubaliane kwa sababu ni kazi yake Mwenyezi Mungu. Mimi mwenyewe jinsi nimesema mwanzo, nimehuzunika sana wakati nilisikia kifo cha ndugu yangu wala rafiki yangu mkubwa Mr. Kibisu. Na labda tu nimekuona mkifanya kazi na Mr. Kibisu, na ni advice gani ungependa kuambia waimbaji wenzako? Yes. Kulingana na jinsi Kibisu wangependa kama angelikuwa hai? Okay. Advice ambayo naweza pea waimbaji wenzangu, uimbaji ukitaka kuinuliwa, hata Kibisu ameinuliwa na heshima yake hapa imekuwa ni kwa sababu jinsi amefanya kazi yake kwa moyo wala sio kiburi. Amefanya kazi yake sio kwa maringo. Kibisu amefanya kazi yake sio kwamba kwa kujifanya ama kujiinua. Ni Mwenyezi Mungu amekuwa akimuinua na anafanya kazi ya Mungu kwa moyo. Kwa hivyo ujumbe nitaambia watendakazi na waimbaji wengine ni kwamba katika huduma hii uimbaji hautaki kiburi, haitaki madharau, haitaki maringo na haitaki chuki. Kwa hivyo tukipendana ndani ya huduma jinsi tumefanya kazi na mwenda zake Kibisu, nimeona kwamba ni mtu aliyekuwa na moyo usiokuwa na kiburi na alikuwa na moyo wa upendo. Na kumalizia tu, umeona aje ibada ya leo? Kazi imefunguka ama uko namna gani? Unaona namna gani? Kwa hakika ibada ya leo mimi mwenyewe imenifurahisha, licha tuko na huzuni. Licha huzuni tuko nao, ibada ya leo imetufurahisha, aswa mimi imenifurahisha sana jinsi watu wametoka. Tumeona wenzetu wametoka kule Kangemi, Kabangware, hata kule Mwanzo region Kibira. Muona ndugu yangu Mr. Youth Region wa Mwanzo amekuwa hapa, tumesukuma naye kazi hii. Kwa hivyo ibada imefunguka na najua kwamba kazi ya Kibisu imeanza rasmi. Kwa wale wenye hawana habari hii, wajua kwamba kazi ya Kibisu imeanza na inaendelea. Inaendelea mpaka tamati. Tumeshukuru sana kwa hilo na tutajumuika zaidi. Asante. Jambo la mwisho nitasema ni kwamba kazi ya Kibisu imeanza na tutapeana mikakati jinsi kazi ya Kibisu itafanyika, kwa sababu alikuwa mtendakazi ndani ya dini hii. Jinsi nyinyi hata wenyewe mnajua na habari ni kwamba Kibisu alikuwa mtendakazi, na kazi ya Kibisu nataka kuipange kwa utaratibu. Bakubibizi ndomba wale wapigaji ndarama koborandi kwena abandu biga zindumba kugasi umwenziri Kibisu dako. Sisi nataka watu watenda kazi wale wanajua kazi ya Mungu. Mangana guko tanize midindi kwena midindi jitana adaga. Munda duwe mudindi kabiri kinga kabaga. Nadhani mnanisikia vizuri. Kabiri kinga kabaga, wale watu wanajua kazi, kufanya kazi hii. Kama unajua kujifunza mudindi, enda Sunday school. Kuna walimu wa Sunday school huko wanafunza watu kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo sisi hapa tunataka tufanye kazi ya Kibisu jinsi yeye alifanya kazi hii. Kwa Kibisu hakuwa anakubali mtu mwanafunzi akuje kuimba kwa gwaride kubwa kama hii yenye mmeona hapa. Mlikuwa mnaona kweli maneno? Alikuwa anafanya kazi yake, ndio maana tumeweka mikakati. Aswa mimi nimekaa ngumu kwa kazi ya Kibisu na kabisa. Licha nimehuzunika, lakini kazi ya Kibisu nitasimama nayo, wanahabari, na hiyo siku mkue hapa na muone mambo ambayo itafanyika hapa. Mwanafunzi hatakuwa hapo. Kazi ya Kibisu itafanyika na wale watu wamebobea. Watu wamejua hiyo kazi. Watu wanajua kupiga ndarama. Mangana kukudu ndomba kwa mundo. Hiyo mambo hapana. Mbarikiwa sana. Sana tumeshukuru sana. Asante sana.